Sisi Waislamu tumekuwa katika hali ngumu katika wakati wa sasa, na sababu kubwa ni haya mambo mawili. Kupatikana katika jamii yetu watu wa sampuli mbili: wanawachuoni na wasomi waovu, na wajinga wenye kufanya ibada. Hivi ni vitu viwili vibaya, vikiingia katika umma, basi umma uko katika hatari kubwa. Na kila mmoja katika sisi kwa nafsi yake ni shahidi juu ya hilo. Hawa wajinga wenye kufanya ibada ni wengi sana. Sikwambii wajinga wasiofanya ibada. Mjinga alafu afanya ibada, aabudu hivyo hivyo kijinga jinga, hamjui Mola wake. Na hakuna ujinga mkubwa zaidi kama mtu kutokijua kitabu cha Mola wake, Qur'an. Na haya ndio wengi katika Waislamu. Wengi katika vijana ukiwaona, mashaallah, ni mtu mungwana, safi, sura yake nzuri, avaa vizuri, ajiheshimu, katika mujtama anaheshimiwa, lakini ukimtazama hajui kusoma Qur'an. Heshima hiyo utaipata vipi wewe hujui kusoma Qur'an? Utamwona mzee, mtu mzima, anakadimishwa katika mambo, tafadhali, karibu. Watu akija, watu waona kaingia mtu si kijitu, lakini hajui kusoma Qur'an. Na kama ajua kusoma, ajua kulipua tu, la yuqimu hurufa, hawezi kusimamisha hurufi za Qur'an. Na kama atalimudu hilo, basi pengine hajui maana ya Qur'an, hajui tafsiri yake, asoma tu. Sasa haya ni matatizo. Haya ni matatizo makubwa ambayo yanatufanya sisi tuingie katika balaa. Sasa hebu jaribu kupita na kupeleleza, kuuliza, kwa nini Waislamu waliozaliwa katika Uislamu hasa wengi wao hawajui kusoma Qur'ani? Kitu gani kilichowafanya waingie katika hilo? Ni kwa sababu hakuna misikiti ya watu kwenda kusoma, madarisi hakuna, au ni kitu gani? Hakuna wakati, hakuna nini? Ukipeleleza na ukifuatilia utakuta hakuna kizuizi chochote. Hiyo misikiti hii ni watu waingia kuswali na kutoka. Wakati mwingi watu wamaliza katika maskani zao, katika sehemu za lahu, katika sehemu za lahu, katika mambo ya porojo, katika michezo, katika vitu visivyokuwa na faida, katika ma-TV, watu wakitazama ma-TV kila wakati, musalsalat na vitu mbalimbali, bongo movies na vitu gani watu waangalie kila wakati. Lakini hawezi kupata wakati wa kukaa kumwambia mwalimu nifundishe Qur'an. Ikifunguliwa darasa ya Qur'an, tena mawaidha kama hivi msikiti, hutapata mahali pa kukaa, na wengine kama hivi unavyoona kwa madirishani. Lakini weka darasa ya Qur'ani, kama utaona mtu na hajui kusoma Qur'ani, na wala hana mpango wa kujua, hataki kusikia habari hiyo, kakae pale usome Qur'an na watoto. Hawa ndio watu wanaoharibu umma huu wa Muhammad, kwa sababu maangamivu hayaji isipokuwa kwa ujinga. Ujinga kushakithiri. Ina maana kama hujui kitabu wewe cha Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukasimama kukisoma kitabu hiki. Na waliosifiwa kwa kheri ni wale ambao wanaisoma Qur'ani haqqa tilawatihi, wanaisoma Qur'ani ana al-layli wa atrafa an-nahar. Na tilawa ina maana pia vile vile ya mutabaa, kuifuata Qur'an. Nususi ziko nyingi, lakini kwa sababu nimekusudia kuzungumza kwa mukhtasar, nitakuwa nazungumza kwa ujumla. Aliyozungumza Sheikh Abu Hashim yametosheleza katika nususi kutilia mkazo katika hili. Lakini ujinga umekithiri katika miji yetu, ujinga umekithiri ndani ya nyumba za Waislamu. Kwa sababu ya ujinga, watu wakawa hawajui itikadi yao sahihi kuhusu Mola wao. Watu hawamjui mtume wao sallallahu alaihi wasallam na haki zake vile inavyotakiwa. Watu wanayojua wao ni kwa njia ya kurithi, tukasikia mtu fulani kasema basi naye apokea tu. Watu hawajui namna ya kumwabudu Mola wao na utekelezaji wa ibada. Utazama watu wengi katika swala zao wanaswali kwa kuiga. Lakini leo mathalan utatia mtihani kwa watu kumwambia fulani, hebu simama swali kwa sauti tusikie. Pale unaposwali wewe wasemaje tukusikie. Ndio utakapoona kwamba
watu wanatukana ndani ya swala, badala ya kumwadhimisha Mola wao pengine wakawa wamtukana Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Qur'ani waisoma makosa, adhkari hawazileti sawa sawa, au uzushi umekithiri, yale aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam hayapo, watu wanayao mingine, swala zao zimekuwa za kuigaiga. Hili ni tatizo utaliona. Kwa hiyo namna ya kuabudu pia jambo hili hulipati. Misingi ya kuongoza katika haki na kujua hii ni batil, hilo pia utakuta halijulikani, kwa sababu wakati tuliokuwa nao wazungumzaji wamekuwa wengi, vijogoo vimekuwa vingi, na vijogoo vikiwa vingi usiku waharibika. Sasa wazungumzaji wengi sana, na wengi katika wao si wa kweli, hawana elimu, lakini kwa sababu wewe hujui, wewe waangalia mirindimu ya sauti inavyotoka, ikikukuna katika nafsi yako, sema mashaallah yule kiboko yule mimi nampenda sana yule, lakini huna kigezo chochote kujua kwamba asema haki au batili, huna. Wewe kasema kusifia mashaallah maneno ya leo, yale kiboko yale, kazi yako wewe kusifia sifia tu, lakini huna mizani ya kujua kwamba huyu kazungumza haki au batili. Sasa unapokuja mambo ya khilafu na migongano, hawa wasema hivi au wasema hivi, ndipo utakapoona sasa kwamba huyu ni dhaifu. Watu wengi utasikia sasa, mashekhe bwana itabidi mkae bwana mzungumze mambo, maana matutatiza sisi wajinga maamuma, matutatiza sasa nyinyi sisi. Kwa nini utatizwe? Kwani hii dini miliki ya nani? Ndio maana sisi katika da'wa yetu, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, tuhimiza kwamba msingi mkubwa kabisa wa kwanza kabisa ni elimu. Lazima watu wasome, watumie wakati wao kwenye kusoma, na udhuru wa kusema hakuna wakati, huo ni uongo mtupu. Huo ni uongo mtupu. Tutajua kwamba wakati mnao wa kucheza madhumna, kucheza makeram, kucheza mapool table, kucheza madrafti, kucheza mipira, kuangalia matelevision, kukaa kupiga domokaya tu katika maskani, wakati mnao. Lakini kusoma Qur'ani wakati huo hamna, na umri unakwenda. Sasa anayefahamu dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawi hivyo, anakaa kitako akasoma dini yake. Japokuwa kwa siku ajua leo nimekwenda msikitini nimejifundisha kitu kimoja. Katika hadithi nayokumbuka haraka haraka ya Uqba bin Amir, sikumbuki kama katika sahihaini ameipokea Muslim rahimahullahu ta'ala, Imamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anawaambia maswahaba wake, ayukum yuhibbu an yaghduwa ila al-aqiq au ila Butahana fayarji' binaqatayn kawmawayn bighayri khati'atin wala qati'ati rahim بغير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا أينا لا يحب ذلك يا رسول الله؟ Mtume anawaambia, ni nani katika nyinyi ambaye anapenda kutoka hapa kwenda mpaka Aqiq, au kutoka hapa kwenda mpaka Buthan, kila siku asubuhi atoka, akifika kule achukua ngamia wawili walionona, pingine ngamia wawili wenye mimba, achukua arudi nao mjini. Yani waambiwa, ni nani katika nyinyi iko tayari kila siku asubuhi atoke hapa kwa mguu, labda aende mahali takriban mwendo wa maili 10, aende tu kule, akifika kule atachukua ng'ombe wake wawili wazuri walionona, aje nao hapa mjini. Nani iko tayari kila siku ukifika wachukua tu, hakuna vita, hakuna kuuliza, hakuna kutoa pesa, wachukua tu ng'ombe wako waleta mjini? Ni nani katika nyinyi hapendi hilo? Watu wakasema, nani asiyependa hilo ya Rasulullah? Sote tuko tayari kwa hilo. Nimesema mwendo wa kilomita 10 hivi au kilomita 8, kwa sababu al-Aqiq ilikuwa wakati ule iko nje ya Madina. Ukiangalia umbali wake unakaribia hizo kilomita 8 mpaka kilomita 7. Ni wadi umepita Madina, umetoka huko, umepitia Muzdalifa, umekuja mpaka umepita, sasa hivi umetenganisha baina ya Madina na Jamia Islamia, umekwenda mpaka ukapita Uhud huko, wadi al-Aqiq. Sasa ni nani ambaye hapendi katika nyinyi kutoka hapa tulipo kwenda mpaka Bathana au kwenda mpaka Aqiq, akachukua ngamia wawili walionona? Wakasema, sote tupende ya Rasulullah. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama,
kutoka mmoja wenu nyumbani kwake asubuhi akienda msikitini akasoma aya 2 ni bora kwake yeye kuliko ngamia 2. Wa 3 khairu min 3 wa 4 khairu min 4 wa min a'dadihinna min al-ibil, na kwa idadi hizo za ngamia. Haya mtuambianeni kweli hasa. Mathalan kama hapa msikitini waambiwa ukisoma aya 1 tukupa 1000. Utasoma ngapi wewe? Kila siku ukisoma aya 1 tu, ukijifunza ukiweza, 1000 yako iko kwenye kapu hapo, chukua uende zako nyumbani. Utasoma ngapi? Utasoma 1 tu wewe, au utasema mimi sitaki nda zangu na haraka. Kwa msikiti hautatosha. Utasikia lawama wengine watu kuna upendeleo, kuna watu wengine watangulizwa mbele pale kwa sababu kuna ulua na kuna maslahi ya kidunia. Sasa si kweli kwamba watu hawana wakati, watu wanapuuza, hawataki dini. Dini wanashaichukulia dini ni kitu cha mzaha. Sasa dawa tunayoilingania sisi si dawa ya kurembana bwana na kupambana tu. Ukampamba mtu vizuri, Waislamu nyinyi mashaallah nyinyi mna msimamo. Hamna msimamo. Maadamu hamtaki kujifunza dini, msimamo haupo. Hii ni dawa ya kuwaita watu warudi katika usawa. Matatizo yatusibu sisi katika mjitamaa wetu ni kwa sababu hatutaki haki. Tunataka kupambwa tu sisi. Maneno yakija hapa ni visa vya kudanganyana, tunakuliwazana. Hatutaki ule ukweli wa dini hasa. Kwa hiyo hatuwezi kujirekebisha nafsi zetu, hatuwezi kutengeneza nyumba zetu, hatuwezi kubadilisha mitaa yetu kwa sababu hatuko tayari kubadilika. Sasa dawa ya sampuli hizo sisi hatuzitaki kwa sababu tuna hawa katika nafsi zetu. Na huku tuomba hidayah ni kama vile sasa wewe washika njia waelekea kusini, huko kusini mwa Afrika, waomba ya Rabbi nifikishe salama Maka. Maka ipi? Wewe shika njia sio, alafu waomba dua kufika Maka. Huwezi kufika. Uelekee kule unapokwenda kule ndio uelekee huku, uombe kwamba ya Rabbi nifikishe salama. Sasa wewe hidayah hujaielekea, wasimama tu kwenye swala, pingine ukasema ihdina siratal mustaqim, mpaka wajashtuka uko wala dhalina amin. Wala hujui umepita vipi ihdina siratal mustaqim. Kwa hiyo nataka kutilia mkazo kwamba katika vitu ambavyo vinatuangusha sisi hii leo tukawa tuko katika mabalaa na hali ngumu, hakuna kitu kingine. Si siasa mbovu, wala hali za kiuchumi, wala watawala waovu, wala sijui kitu gani, ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe watu wabaya. Tukirudi katika usawa, Allah tabaraka wa taala tutengeneza kila kitu. Hiyo ndio jambo la sawa. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.